sijafuatilia, nadhani timu yangu niliwaambia wanaambia nifuatilie kama mama kama huyu, maana kaja Mwanza ana watoto mapacha watatu, inapoonekana kama bila kuwa na mwelekeo wote ule. Kwa hiyo nilichofanya ni kumpa tu huduma zile za mwanzo za muhimu, basi nikawa nimeondoka. Ina maana sasa wale watoto mapacha ndio nawawazia, ina maana kizazi kinachoweza kuibuka kuwa watoto. Je, mnafanyaje kwa watu kama wanaotoka eneo lingine wanakuja kama huko shasiko na kuwasaidiaje? Kwenye kila mtaa kuna mwenyekiti, ndio kama kuna mgeni yeyote, aidha ni mtu mzima au ni mtoto, lazima mwenyekiti atambue uwepo wake pale. Kwa mfano huyo ni msemo, mwenyekiti wa mtaa husika pengine ndio angelifikia, alafu ana communicate na ustawi na mama hivi na hivi, kama ulivyoeleza, sisi tunaendelea kufanya kazi. Lakini naomba tu niseme huyo ulikutana ni mama ambaye tunafahamu anaishi Misuli, tushafanya naye kazi sana, omba yaani hiyo ndio kwenye kichwa. Alafu watatu simama mtu mzima hivi tunamfahamu, wakiwa wachanga walikuja hapa na bahati nzuri ilikuwa na wakurugenzi wametembelea halmashauri yetu mwaka jana, wakacontribute wale wakurugenzi, wakampa, wakamsupport, tukamrudisha kwa afisa wake wa Misuli, akawezeshwa, akafanywa na biashara kila kitu, lakini bado hiyo inamsumbua, akatoka tena. Mara nyingi wanadanganya mume wake ni dereva. Lakini kwa kujibu swali ni kwamba mwenyekiti wa mtaa husika anapomwona mgeni lazima amfikie, alafu anakomunicate na afisa ustawi, kwa sababu kila kata ina afisa ustawi, kila kata unajua huyu tunamhudumiaje. Je, ni hifadhi ya muda? Kwa sababu mwenyekiti pia kisheria na mamlaka, kama ni mtoto anamhifadhi mpaka siku inayofuata, ile yale mawasiliano na afisa ustawi tunamfanyaje. Lakini pengine kama mimi ningejua jana, ningekwambia huyo sio huyo, ndio omba ndio na namba zake na details zake, kila kitu ndio, na hata maafisa waliomhudumia. Kwa watu wengine wanakuja mjini hapa kwa lengo la kuomba, kwa sababu anapotemea mtu watatu tunamwonea huruma, mtu watatu unawezaje, unakuaje, ni ile sympathy tu, lakini ukweli sio uhanga wa kuhudumia. Unaona, labda niulize hapo sasa, kwa nini sasa? Kwa sababu huyu kama akiwa mdogo unaona unaweza kumhudumia, na mimi nimemuona, yaani kile kitu kikaniwazia watoto watatu. Unaelewa, tunazaa watoto mmoja tu, yule hata namna ya kumwachia mtu changamoto. Huyu watatu, kwa nini sasa tusifanye namna ya kuwaokoa wale watoto? Ni bora tumnyang'anye wale watoto, kwa sababu nimeona wale watoto sasa wako kwenye level ya kula na nini, ili wasije wakaingia kwenye kundi la watoto wa mtaani, kwa sababu kama mama anaombaomba, mtoto anakuwa tayari anaanza kuona kwamba ilikuwa tunaenda sehemu fulani tunapewa na nini, mwisho wa siku mtoto anakuwa kwamba kwa nini sasa yule mama usimnyang'anye wale watoto, kwamba tunahitaji kuwahudumia, tunataka wasome, tunahitaji kupate mahitaji muhimu, tuwachukue tuwapeleke hata kwenye kituo, hawa anaenda kuwaona pale watoto wake, na yeye pia afanye biashara kwa ajili ya maisha yake yeye. Kwa hiyo ni wazo zuri mheshimiwa, lakini pia ni wazo ambalo ni kama mtu unamtolea mtaji wake, yaani watoto yeye ni kwake ni mtaji, yaani watoto kwake ni mtaji. Kwa hiyo hiyo inafanyika endapo sasa sijamwona kitambo, wewe ndio umemuona, na hapa ile eneo hawezi kupita hapa stendi, watu wengi wameshamfahamu, anibukia tu sehemu nyingine, unapigiwa unasema mimi namfahamu. Kwa mtalinki na afisa wa eneo husika, tuone namna gani ya kumsaidia hao watoto kama ataridhia, kwa sababu yeye kwake si wanawatumia kama kuombaomba. Lakini niseme kitu kingine, tunajua ile jengo la PSPF pale mjini, tunaona wale watu wanakaa pale, wale wanakuwa na wazazi wao, si kama nyie mbishano kamuokoa. Mama akaja juu, wanasema Kirumba kule, mimi nikamchukua mtoto nikaenda kumhifadhi. Mama akaja juu, mtoto wangu nini, kama yule mtoto amechoka kuombaomba, yeye mwenyewe ni wa kike, amechoka sababu kila siku apeke 30 kila siku, asipofikisha kipigo. Nilikuwa kama watatu, asipofikisha 30 kipigo. Kwa mtoto alikimbilia ustawi. Baada ya mazungumzo na mahojiano ndio akasema mimi sitaki kurudi nyumbani, nikampa hifadhi. Baadaye sasa kumtafutia mama, kumwambia mama, akaja kutokana mahakamani. Mahakama ikamhukumu kifungo cha nje. Baada ya kama ule mtoto mimi nilijitahidi tukampata mzazi, maana kila mtoto ana baba yake. Tukapata mzazi akamchukua kwake. Baada kama
mwaka baada ya kutumikia kifungo akarudi pale pale. Kwa ni vita. Yaani waheshimiwa, wao mama tunawaona wakati mwingine wanawatumia mtoto kama chango, ni vita. Unatamani kuokoa mtoto, mama ndo alimwagiza, na hasa walioko mjini pale. Wanaacha watoto hapa, mama amekaa pale. Wanafunga mahesabu jioni kama tunavyofanya sisi kazi. Yote kiwango kadhaa, tena wakati wa likizo. Watakuwa mayai, watabebeshwa mihogo. Kwa hiyo changamoto bado ipo. Ingawa maafisa tunajitahidi mno kwa ajili ya kuendelea kutoa hiyo huduma kwanza ya elimu, kumwambia yule mama au yule mzazi kwamba hii ni riski kwa mtoto, lakini pia kumsaidia mama atafute njia nyingine. Ndio tunamliki na afisa maendeleo wetu kwa ajili ya vikundi vidogo vidogo kwa wakopesho, angalau watoke mtaani na shughuli ambazo sio rasmi.